Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ukiwa nje ya mipaka Tanzania. Karibu sana tuketi tuzungumze ya kimichezo yaliyojiri siku ya hii leo, ikiwa ni Oktoba 5 mwaka 2026. Baada ya ujio wa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Sports Club katika viunga vya Msimbazi kuwasili siku ya jana katika uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam. Baada ya kocha huyo kuwasili, mambo yameendelea kuwa mazuri kwelikweli, na baada ya hapo kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba kinatarajia kuingia kambini ama kurudi kambini siku ya kesho Jumatatu, na kesho watakutana katika uwanja wa mazoezi pale Mo Simba Arena kwa ajili ya kwenda kuanza session mpya na kusimamiwa na kocha Dimitar Batev kutoka raia wa nchi ya Bulgaria. Leo asubuhi ya hii leo kocha aliweza kukabidhiwa majina yote ya wachezaji na kujaribu kutazama maendeleo ya timu hiyo ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, lakini pia kujaribu kutazama mustakabali wa klabu wenyewe kwa mchezaji mmoja mmoja na kutazama clip alizokuwa wakizicheza katika michezo mbalimbali ambayo wachezaji hao wa klabu ya Simba waliokuwa wakiicheza. Kikosi hiko kimefanya vizuri msimu uliopita wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kocha Dimitar Batev ameeleza kwamba msimu uliokuwa umemalizika kikosi kilikuwa bora na wachezaji wakiendelea kuipambania klabu hiyo ya Simba Sports Club, lakini pia amefurahishwa kwa mwenendo wa klabu msimu uliopita chini ya kocha Fadlu Davis pale ambapo alipokuwa akiongoza klabu hiyo ya Simba kwenye michuano hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia ametoa ushauri kwa wachezaji ambao waliokuwa wamesalia kwenye viunga hivyo vya klabu ya Simba, tofauti na wale wachezaji ambao waliokuwa wameondoka baada ya kusajiliwa msimu uliopita, na msimu huu wameondolewa kwenye kikosi kutokana na sababu ambazo viwango vyao vilikuwa sio viwango bora kwenda kuvionesha katika michuano mbalimbali ambayo Simba walikuwa wakishiriki. Kocha Dimitar Batev ambaye ni kocha mpya ambaye ameanza kazi siku ya hii leo kwa kuweza kukusanyiwa majina ya wachezaji wote wa klabu hiyo ya Simba na kujaribu kutazama clip ya mchezaji mmoja mmoja na historia ya mchezaji mmoja mmoja, wapi ambapo alipokuwa ametoka na nini ambacho anachokifanya. Wachezaji wote amejaribu kuwatazama kwa ukaribu zaidi, lakini wachezaji wawili au watatu amekuwa na mazungumzo nao pindi pale ambapo kesho itakapoenda kutimia katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Bunju Arena, ataenda kuzungumza nao macho kwa macho. Kocha Dimitar Batev amesema kwamba wachezaji watatu amejaribu kuwatazama kwa ukaribu zaidi, lakini pia anahitaji kuzungumza nao kwa ukaribu ili kuwapa ushauri wachezaji wao waendelee kufanya vizuri, kwa sababu siku za hivi karibuni viwango vyao vimekuwa ni viwango vya chini kwelikweli. Kocha Dimitar Batev ametolea mfano kwenye mchezo wa mkondo wa pili kombe la klabu bingwa barani Afrika kwenye mchezo ambao uliochezwa Septemba 28 katika dimba la Benjamin William Mkapa. Coach Dimitar Batev amesema kwamba Mpanzu ni moja kati ya wachezaji bora kwelikweli katika msimu uliokuwa umemalizika 24-25 kwenye kombe la klabu bingwa ama kombe la shirikisho barani Afrika. Alionyesha kiwango kilichokuwa bora zaidi, lakini pia anashangazwa na msimu huu ambapo umeenda kuanza amekuwa ni mchezaji wa kawaida. Lakini pia ameshauri bodi ya wakurugenzi pamoja na viongozi kuomba labda anahitaji kuwa karibu zaidi na Elie Mpanzu Kibisawala, kujaribu kuzungumza naye kwa karibu zaidi, nini sababu ambazo zilizoweza kupelekea mchezaji huyo kiwango chake kurudi chini ama kushuka kwa kiwango.
Kocha Dimitar Patev ameeleza kwamba wachezaji wote waliokuwa wameshuka viwango vyao, hakuna haja ya kuwafukuza ama kuwaacha wachezaji hao tu pindi pale ambapo mimi nitakapoweza kujiridhisha kwamba niendelee nao baada ya kuwaona wachezaji hao katika majukumu mbalimbali ya klabu ya Simba na michuano mingine, na baada ya kuona wachezaji hao hawatakuwa na uwezo wa kuendelea kwenye kikosi hiko cha Simba, basi yeye ndiye atachukua majukumu ama maamuzi ya kusema kwamba wachezaji hao waondolewe haraka iwezekanavyo. Lakini kwa hivi sasa kocha Dimitar Patev amewaomba uongozi wa Simba, anahitaji kukaa karibu zaidi na wachezaji ili kuwafahamu na ukaribu zaidi, na wale wachezaji waliokuwa wameshuka viwango vyao anahitaji kuwa karibu na anahitaji kuzungumza nao faragha ili kuwaeleza kwamba sababu zilizoweza kuwapelekea kuto kufanya vizuri na kiwango chao kushuka kwa msimu mpya ambao msimu huo umeanza msimu wa 25-26. Kocha Dimitar Patev ameeleza kwamba mchezaji mwingine ambaye anahitaji kukutana naye na kuzungumza naye faragha ni mchezaji Kibu Denis Prosper. Amejaribu kusikiliza na amejaribu kuifuatilia historia wa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Sports Club katika viunga vya Msimbazi kuwasili siku ya jana katika uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam. Baada ya kocha huyo kuwasili, mambo yameendelea kuwa mazuri kwelikweli, na baada ya hapo kikosi cha wekundu Msimbazi Simba kinatarajia kuingia kambini ama kurudi kambini siku ya kesho Jumatatu, na kesho watakutana katika uwanja wa mazoezi pale Mo Simba Arena kwa ajili ya kwenda kuanza session mpya na kusimamiwa na kocha Dimitar Patev kutoka raia wa nchi ya Bulgaria. Leo asubuhi ya hii leo kocha aliweza kukabidhiwa majina yote ya wachezaji na kujaribu kutazama maendeleo ya timu hiyo ya klabu ya wekundu Msimbazi Simba, lakini pia kujaribu kutazama mustakabali wa klabu wenyewe kwa mchezaji mmoja mmoja na kutazama clip alizokuwa wakizicheza katika michezo mbalimbali ambayo wachezaji hao wa klabu ya Simba waliokuwa wakiicheza. Kikosi hiko kimefanya vizuri msimu uliopita wa kombe la shirikisho barani Afrika. Kocha Dimitar Patev ameeleza kwamba msimu uliokuwa umemalizika kikosi kilikuwa bora na wachezaji wakiendelea kuipambania klabu hiyo ya Simba Sports Club, lakini pia amefurahishwa kwa mwenendo wa klabu msimu uliopita chini ya kocha Fadlu Davis pale ambapo alipokuwa akiongoza klabu hiyo ya Simba kwenye michuano hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini pia ametoa ushauri kwa wachezaji ambao waliokuwa wamesalia kwenye viunga hivyo vya klabu ya Simba, tofauti na wale wachezaji ambao waliokuwa wameondoka baada ya kusajiliwa msimu uliopita na msimu huu wameondolewa kwenye kikosi kutokana na sababu ambazo viwango vyao vilikuwa sio viwango bora kwenda kuvionesha katika michuano mbalimbali ambayo Simba walikuwa wakishiriki. Kocha Dimitar Patev ambaye ni kocha mpya ambaye ameanza kazi siku ya hii leo kwa kuweza kukusanyiwa majina ya wachezaji wote wa klabu hiyo ya Simba na kujaribu kutazama clip ya mchezaji mmoja mmoja na historia ya mchezaji mmoja mmoja, wapi ambapo alipokuwa ametoka na nini ambacho anachokifanya. Wachezaji wote amejaribu kuwatazama kwa ukaribu zaidi, lakini wachezaji wawili au watatu amekuwa na mazungumzo nao pindi pale ambapo kesho itakapoenda kutimia katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Bunju Arena, ataenda kuzungumza nao macho kwa macho. Kocha Dimitar Patev amesema kwamba wachezaji watatu amejaribu kuwatazama kwa ukaribu zaidi, lakini pia anahitaji kuzungumza nao kwa ukaribu ili kuwapa ushauri wachezaji wao waendelee kufanya vizuri, kwa sababu siku za hivi karibuni viwango vyao vimekuwa ni viwango vya chini kwelikweli. Kocha Dimitar Patev ametolea mfano kwenye mchezo wa mkondo wa pili
kombe la klabu bingwa barani Afrika kwenye mchezo ambao uliochezwa Septemba 28 katika dimba la Benjamin William Mkapa. Kocha Dimitar Pantev amesema kwamba Mpanzu ni moja kati ya wachezaji bora kwelikweli katika msimu uliokuwa umemalizika 24-25 kwenye kombe la klabu bingwa ama kombe la shirikisho barani Afrika. Alionyesha kiwango kilichokuwa bora zaidi, lakini pia anashangazwa na msimu huu ambapo umeenda kuanza amekuwa ni mchezaji wa kawaida. Lakini pia ameshauri bodi ya wakurugenzi pamoja na viongozi kuomba labda anahitaji kuwa karibu zaidi na Elie Mpanzu Kibisawala, kujaribu kuzungumza naye kwa karibu zaidi. Nini sababu ambazo zilizoweza kupelekea mchezaji huyo kiwango chake kurudi chini ama kushuka kwa kiwango? Kocha Dimitar Pantev ameeleza kwamba wachezaji wote walikuwa wameshuka viwango vyao. Hakuna haja ya kuwafukuza ama kuwaacha wachezaji hao tu pindi pale ambapo mimi nitakapoweza kujilizisha kwamba niendelee nao baada ya kuwaona wachezaji hao katika majukumu mbalimbali ya klabu ya Simba na michuano mingine, na baada ya kuona wachezaji hao hawatakuwa na uwezo wa kuendelea kwenye kikosi hiko cha Simba, basi yeye ndiye atachukua majukumu ama maamuzi ya kusema kwamba wachezaji hao waondolewe haraka iwezekanavyo. Lakini kwa hivi sasa kocha Dimitar Pantev amewaomba uongozi wa Simba anahitaji kukaa karibu zaidi na wachezaji ili kuwafahamu na ukaribu zaidi, na wale wachezaji waliokuwa wameshuka viwango vyao anahitaji kuwa karibu na anahitaji kuzungumza nao faragha ili kuwaeleza kwamba sababu zilizoweza kuwapelekea kuto kufanya vizuri na kiwango chao kushuka kwa msimu mpya ambao msimu huo umeanza, msimu wa 25-26. Kocha Dimitar Pantev ameeleza kwamba mchezaji mwingine ambaye anahitaji kukutana naye na kuzungumza naye faragha ni mchezaji Kibu Denis Prosper. Amejaribu kusikiliza na amejaribu kuifuatilia historia ya mchezaji huyo. Amekuwa ni mchezaji mzuri na amekuwa ni mchezaji tegemezi kwenye kikosi hiko cha Simba. Lakini pia Dimitar Pantev ameeleza kwamba sababu zinazoweza kuwafanya wachezaji kuto kuendelea ama kuendeleza vipaji vyao ama kuendeleza uwezo waliokuwa nao ni sababu zipi kuwafanya wachezaji hao kudorora ama kuzoroteshwa kwa viwango walivyo kuwa navyo. Lakini juhudi ambayo kocha Dimitar Pantev ameeleza kwamba anahitaji kufanya maboresho kwa ajili ya kumtazama mchezaji mmoja mmoja katika uwanja wa mazoezi, na ameeleza uongozi wa klabu ya Simba kwamba anahitaji kuwajua wachezaji kiukaribu zaidi na anahitaji kupata nafasi ya kuwajaribu kuwasoma wachezaji hao. Lakini pia amewaomba viongozi wa Simba waweze kumpa muda kwa ajili ya kuwasoma na kuwajua tabia ya wachezaji hao. Pindi tu pale ambapo anapokuwa mchezaji hakumridhisha ama hakuridhishwa na mchezaji huyo, ndiyo maamuzi yatakuja kutoka. Ripoti ya kocha huyo Dimitar Pantev, raia kutoka Bulgaria, ameeleza kwamba kwanza anahitaji kutazama uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, na pia amewapa onyo wachezaji wa Simba kwa maana kwamba yeye atakachokwenda kukitazama pindi tu pale ambapo watakapoanza kufanya mazoezi siku ya kesho ni juhudi ya mchezaji binafsi katika uwanja wa mazoezi. Kama mchezaji hatokuwa na juhudi zake binafsi katika uwanja wa mazoezi, basi yeye hatojali mchezaji huyo kumweka benchi, na wala hatojali benchi la ufundi litaamua nini ama uongozi wa Simba utaamua nini, kwa sababu yeye kitu cha kwanza ambacho anachokitazama kwa wachezaji hao ni kujaribu kumtazama mchezaji mmoja mmoja ili kuona ubora wa mchezaji mmoja mmoja na nini ambacho anachokifanya katika uwanja wa mazoezi. Amewaambia wachezaji kwamba yeye anachokitazama ni juhudi ya mchezaji katika uwanja wa mazoezi, na wala hatoangalia sura na hatoangalia kwamba ni mchezaji wa aina gani, kiwango chake ama ustaa aliyokuwa nao. Juhudi ya mchezaji ndiye itakayemfanya kuwa chaguo la kwanza kwenye kikosi hiko cha Simba. Hiyo ni ripoti ya mwalimu kocha mpya
wa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba baada tu ya kuwasili siku ya jana, na leo aliweza kufuatilia CV ya mchezaji mmoja mmoja kwamba CV zao zinaeleza nini, na mchezaji mmoja mmoja, yupi mchezaji tegemezi na yupi mchezaji ambaye ni chaguo la kwanza kwenye kikosi hiko cha Simba. Amewaambia kuwapa taarifa kwamba anachokitaka kwa hivi sasa kila mchezaji aweze kuonesha juhudi yake binafsi, na baada ya hapo ataenda kufanya machaguo, na kama machaguo hayo hayatakuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba, basi dirisha dogo la usajili litakapoenda kufunguliwa Januari 2026, basi yeye ataingia sokoni mwenyewe ili kwenda kutazama mchezaji gani ambaye anaweza kwenda kujumuika na kikosi hiko cha Simba pindi pale tu kama atakuwa na chaguo ama machaguo kwenye kikosi hiko cha Simba. Dimitri Pantev ameeleza kwamba anachokihitaji kwa hivi sasa wachezaji wawe na nidhamu, waweze kupendana wenyewe kwa wenyewe. Umoja na ushikamano kwenye klabu ndiyo kitu pekee ambacho kinachotakiwa kufanyika ndani ya klabu hiyo. Ripoti ya mwalimu kocha huyo ameeleza kwamba yeye anachokitazama kwanza ni umoja, wachezaji wenyewe kwa wenyewe waweze kupendana na waweze kushirikiana pale ambapo kunapohitajika kufanya ushirikiano. Kama hakutakuwa na umoja kwa wachezaji hao, basi itakuwa ni changamoto kubwa kweli kweli kwenye kikosi hiko cha Simba.